Wasabato kwenye masuala mazima ya afya, lishe wanaongoza. Hongereni sana. Amen. Lakini kuna vitu Wasabato hawali. Natamani leo kujua ni kwa nini. Wasabato hawali bata. Wasabato hawali samaki mwenye magamba. Asiye na magamba. Samaki asiye na magamba. Yes. Bata na nguruwe. Yes. Ni kwa nini? Mmoja hapo. Okay. Maandiko yako wazi katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11 mpaka 14. Maandiko yako wazi kwamba hili ni gari kalo linatumia oili. Hili linatumia diesel. Yes. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huwezi ukaviweka katika gari hili. Kama ni la oili ukaweka diesel utaliua. Kwa hiyo katika kanuni za maisha mwanadamu amewekewa mipaka. Amepewa kuchagua, lakini kuna mipaka amewekewa. Inapokuja kwa swala la chakula, maandiko yako wazi. Kwa nini watu hawali bata? Kwa sababu ni najisi. Maandiko yameandika. Unajisi wake uko wapi? Hakuumbwa kwa kusudi la kuliwa. Kwa hiyo Mungu aliposema hiki ni chakula, hiki sio chakula, hakuruhusu bata aliwe. Kwa hiyo bata na kuku ni tofauti katika mifumo yao. Yeye amekuja duniani kwa ajili ya kufanya usafi. Kwa hiyo sio chakula, bata. Na kwenye Biblia imeandikwa bata amekatazwa asiliwe. Natamani mtu ambaye leo anakufuatilia aseme sasa pastor, sawa, sitakula bata, lakini je, mimi nitaona wapi hayo maandiko? Yako maelezo katika Mambo ya Walawi kuanzia sura ya 11. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala. Katika hayawani wote walio juu ya nchi, kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu iliyopasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao kula. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wanyama wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Ngamia, kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Wibali, kwa sababu yeye ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Sungura, kwa sababu ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Kwa inapokuja kwenye ndege kama bata, miguu yake haijapasuka kama kuku, kwa hiyo Biblia inasema wa aina hiyo wasiliwe. Lakini wale ambao wameruhusiwa kuliwa, maandiko tena yamesema hawa wataliwa. Kuna wenye sifa kabisa, unaona miguu imepasuka kama nguruwe. Miguu imepasuka kwato hizo lakini hacheui. Naambiwa ni najisi kwenu, asiliwe, kwa sababu kusudi lake yeye sio kwa ajili ya kuliwa na wanadamu. Ana kusudi lake duniani, lakini sio kutumiwa kama chakula kwa wanadamu. Kabla ya dhambi kuingia, hatukuwa na chakula cha wanyama wala ndege. Kwa hiyo mwanadamu alipoumbwa, ameumbwa kutoka ardhini. Na linapokuja kwa swala la chakula, ili udumu wewe kuishi maisha marefu, kwa sababu umetoka ardhini, lazima ule vilivyotoka ardhini, kwa sababu ndio vilivyobeba madini ya uumbaji wako. Kama utakula, ndio maana utaona simba anaishi maisha mafupi sana ukilinganisha na tembo. Simba havuki miaka 25, lakini tembo anavuka miaka 70. Kwa nini? Kwa sababu tembo anakula majani, simba anakula nyama. Kwa hiyo nyama haikuwa mpango wa chakula kwa mwanadamu. Kwa hiyo iliruhusiwa tu baada ya gharika,
kwamba ulimwengu umeharibika, hakuna namna ya kuishi. Kwa hiyo ikatolewa kama alternative. Lakini kama kuna mbadala wa hivi, ni heri ukatumia mazao ya mimea kuliko wanyama. Kiafya ina maana kubwa sana, kwa sababu maisha yako yatakuwa marefu. Lakini ukila nyama zina magonjwa mengi, na kadiri unavyoona wanyama wanaishi sasa kwa kutibiwa kama wanadamu, ni kengele inayosema wanyama sio chakula salama. Hata madaktari watakwambia, wengi wamefika wakaambiwa sasa inabidi waache nyama kwa sababu sio salama kwako. Kwa minajili hiyo, kanisa la Waadventista Sabato, kila katazo ambalo lipo ndani ya Biblia, maana kanisa linafuata, si ndio? Yes. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Biblia imeandika mwanamke asalipo na afunike kichwa chake. Lakini hatuoni hivyo kwenye makanisa ya leo. Hawazuiliwi kufunika vichwa. Lakini katika utamaduni wa Rumi, wakati haya yanaandikwa, wakati wa Agano Jipya, kulikuwa na sababu iliyopelekea fundisho hili Paulo anapolikazia, kwa sababu tamaduni yao ilikuwa ni tofauti na utamaduni tulionao sasa. Kwa hiyo kama utataka tujadili kwa nini hafuniki, ni swala ambalo limejaa katika maana ya kitamaduni. Kwa sababu Biblia imeandikwa katika muktadha wa utamaduni. Ni maneno ya Mungu yameshuka kwetu, lakini yanapokuja kwetu, mwanadamu aliyaandika katika uelewa wa tamaduni uliopo. Wakati Paulo akisisitiza kwa nini wasifunike, kwa nini wafunike, identity yao kina mama ilikuweje? Kwa hiyo unagundua ya kwamba kila jambo lina utambulisho wake. Na ndio maana unavaa pete, mwingine havai pete. Kwa nini? Ni kwa sababu katika jamii nyingine pete inakutambulisha wewe ni nani. Lakini kuna jamii nyingine hazihitaji uwe na pete. Kwa hiyo hiyo ni tamaduni. Kwa hiyo katika utamaduni wa Rumi nyakati hizi, hali ilivyokuwa, Paulo alisema wasalipo wafunike kichwa. Ni kwa sababu ya utamaduni uliokuwepo. Kwa nini? Ilionekana kwamba Rumi maadili yake yalijikita katika msingi huo. Wakristo walipoanza, Ukristo ulipokuwa unakomaa, watu waliingia wengi kanisani. Na walipoingia kanisani wakakutana na utamaduni wa Kikristo. Maana hapa tunaingia sasa kwenye Ukristo. Mataifa walipoingia kanisani, ikafika mahali wanagundua na maandiko yanasema hakuna mwanaume wala mwanamke, wote tuko sawa mbele ya Kristo. Kukawa na utamaduni unaoonesha ya kwamba watu wanaweza wakaishi bila kufunika. Sasa jamii inatazamaje? Jamii wakati huo ilitazama mwanamke asiyefunika kichwa, inamtazama kama kahaba. Kwa hiyo inaonesha kanisa lime-embrace watu ambao hawafuati maadili. Watu wamekimbilia kwenye Ukristo, lakini wamekuja kujificha kwenye Ukristo wakipotosha maadili ya jamii. Kwa mnapokuwa kwenye jamii lazima muyafuate yale maadili. Dini haiondoi zile tamaduni nzuri ambazo zilikuwepo. Na kama jamii tunaenda kuishuhudia, inapokuona haujafunika, inajua wewe ni kahaba, utawaambiaje habari ya Kristo ambaye anakufanya wewe kuwa kahaba? Kwa hiyo ndio maana wakaambiwa mnapoenda kusali funikeni, ili iwe rahisi sisi kujumuika na wale kuwaambia habari ya maadili yaliyo katika Kristo baada ya sisi kuja huku. Sio tena tumekuja huku tumeonekana hatufuati taratibu, hatufuati tamaduni, tunashindwa hata kuchangamana. Kanisa lazima lichangamane na jamii. Lakini ikiwa ziko tamaduni mbaya, kanisa inapaswa kuziacha. Ndio. Yeah. Hapo nimeelewa. Na nafikiri anayetutazama naye atakuwa pia amekuelewa zaidi. Tukirejelea pale awali kwenye masuala mazima ya chakula, tumeelewa kwenye nguruwe na bata, lakini hatujasikia kwenye samaki ambao hawana magamba. Okay, samaki wasio na magamba, maandiko yamesema pia kwamba wasiliwe kwa sababu ni najisi. Kwa mfano aina gani ya samaki ambao Wasabato hawali? Samaki wapo wengi wasio na magamba. Nenda nikupe assignment ukajibu. Pweza naye ni samaki? Hana magamba.
pweza sio samaki au samaki? Nauliza. Samaki anaishi majini. Sawa. Yep. Kama anaishi majini, hana magamba, hapaswi kuliwa. Kwa nini sasa tukirudia kwenye Biblia? Ni najis. Taratibu utapata mafundisho. Leo tumekuja kwa baba, tumekuja kwa Waadventista wa Sabato ambao tunaamini katika jamii yetu ya leo Waadventista wa Sabato ni watu ambao wanaelewa maandiko zaidi kuliko Wakristo wengine. La hasha kwamba Wakristo wengine hawaelewi Biblia, hapana, lakini kuna wale ambao wamejikita zaidi kwenye kuifasiri Biblia. Kwa nafikiri leo utakwenda kujifunza na mimi kwa nini Waadventista wa Sabato samaki asiye na magamba haliwi. Tupate maandiko matakatifu kutoka kwa baba yetu hapa. Kwa swala zima la samaki, maandiko hayakunyamaza kimya. Na Carlo, ukitaka kujifunza Biblia na haya yote, Mungu amejifunua sana kwa taratibu za kuishi. Mfano kwa swala la samaki, tutatambuaje huyu ni samaki? Katika Mambo ya Walawi 11 fungu la 9 anasema, katika hao wote walio ndani ya maji mtakula hawa, kila aliye na mapezi na magamba ndani ya hayo maji na ndani ya bahari na ndani ya mito mtakula hao. Na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari, ndani ya mito na katika hao waendao majini na katika wote wenye uhai waliomo majini, hao ni machukizo kwenu. Watakuwa machukizo kwenu, msile nyama yao na mizoga yao itakuwa machukizo kwenu. Kila asiye na mapezi wala magamba aliye ndani ya maji ni machukizo kwenu. Ndipo alipomaliza akataja habari ya ndege. Kwa hiyo swala la samaki sisi tunamtambua katika mapezi na katika magamba. Kama anateleza kama kamongo, hatuli, kwa sababu wengine anaweza kuwa hana mapezi, hatuli. Kwa hiyo hivi ni maelekezo ya Mungu. Yes, kwamba usile nguruwe, usile samaki, usile bata, yote ni maandiko yaliyotoka katika kinywa cha Mungu. Ndio maana tunayaishi hayo. ST Bongo, nyumbani kwanza.